Wakati klabu ya Simba na Young Africans zikiendelea kujinoa vilivyo kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026-2027 huku zikifanya sajili mbalimbali za wachezaji ili kuja kuongeza nguvu kwenye vikosi vyote viwili. Tumeona klabu ya Wekundu wa Msimbazi ambao wamefanya sajili mbalimbali kuja kuongeza nguvu za baadhi ya wachezaji kwenye kikosi hicho kuelekea msimu mpya wa mashindano. Vile vile tumeona kwenye klabu ya The Young Africans ambao wamefanya usajili mbalimbali kuja kuongeza nguvu kwenye vikosi vyao kuelekea msimu mpya wa mashindano. Sasa kubwa kuliko leo hii ni baada ya TFF kubadilisha ratiba ambayo inataraji kuwakutanisha vigogo hawa na nguli wa soka tarehe 8 Agosti kwenye mechi ya ngao ya Hisani, ufunguzi wa mashindano ya NBC Premier League msimu 2026-2027. Sasa hapa tunaenda kutazama, je, ni mabadiliko gani hayo ambayo yamefanywa na TFF. Lakini pia nikukumbushe tu, wewe kama mpenda burudani na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kutazama vilabu vya Wekundu wa Msimbazi ambao tayari wameshaanza kujipanga. Tumeona klabu ya Simba Sport Club imesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Kigali, Rwanda kwa ajili ya michuano ya Sekafa Kagame Cup ambayo inatumika kama pre-season ya kujiandaa na michuano ya kujiandaa na msimu mpya wa mashindano 2026-2027, huku Young Africans wao wakisalia jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa pia na mashindano ya msimu mpya. Sasa kubwa kuliko, tunafahamu kwamba Simba na Young Africans wanatarajiwa kukutana tarehe 8 Agosti kwa ajili ya ufunguzi wa ngao ya Hisani, ufunguzi wa mashindano ya NBC Premier League kwa msimu mpya. Sasa TFF imetangaza baadhi ya mabadiliko kwenye mchezo huo. Moja kati ya mabadiliko ni mabadiliko ya uwanja. Tunafahamu mchezo wa dabi ya Kariakoo ni mchezo mkubwa sana ambao kwenye ngao ya Hisani TFF mara nyingi sana ilikuwa inapangwa kupigwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa kutokana na mabadiliko ambayo Benjamin William Mkapa yanarekebishwa kiwanja hicho kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania, Kenya na Uganda ndio wenyeji wa kuandaa michuano ya AFCON. Hivyo basi kiwanja cha Benjamin William Mkapa kinafanywa marekebisho kwa ajili ya michuano hiyo. Basi TFF haina budi na imepeleka mechi hiyo katika jiji la Zanzibar, kule visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex. Mechi hiyo ndiyo ambayo itapigwa. Sasa kitu kingine ni mabadiliko ya muda. Mchezo ambao ulitaraji kupigwa majira ya saa 11, lakini kutokana na kupeleka kule kwenye dimba la visiwani Zanzibar kwenye dimba la New Amani Complex, mchezo huo utapigwa majira ya saa 1 za usiku. Sasa hayo ndio mabadiliko machache yaliyoyafanya TFF. Kutokana na mabadiliko hayo, timu zote mbili hazina budi kusafiri kuelekea kwenye jiji la Zanzibar kujiandaa na mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Sasa mabadiliko mengi sana yatazidi kufanyika. Je, ni mabadiliko gani mengine ambayo watakuja nayo TFF? Utakuletea hapa Tubone Media. Lakini pia Simba na Young Africans tarehe 8 Agosti zinakutana. Tuambie wewe upo upande gani? Wewe ni shabiki wa Simba au wewe ni shabiki wa Young Africans? Tuambie hapo kwenye comment. Lakini pia utuambie, je, unatutazama ukiwa mkoa gani? Wana Simba tukutane kwenye comment hapo, lakini pia wana Yanga tukutane kwenye comment hapo. Hakikisha umesubscribe. Hadi wakati mwingine kwa taarifa nyingine. Bye.